Mitandao yote ya kijamii. Kwa mara nyingine tena tunakutana tena ndani ya TNCTZ katika Trending Biz, kipindi chako pendwa kabisa kinachokuletea masuala yote yanao trendi. Hasa bwana, jana kili happen kitu kinachomhusu Mwijaku na wanafunzi wa vyuoni, lakini sasa nilikuwa nipo kimya na watu wengi walikuwa wanasubiria sauti yangu kuongelea swala hilo. Sikuweza kupandisha hicho kitu kwa sababu mbili au mpaka tatu, kwa sababu nilikuwa nahitaji ni contain sources zote, nikusanye material yote, alafu ndo nije kwenu Watanzania wangu ambao mnanifuatilia, Watanzania wenzangu mnaonifuatilia, ndo nije niwape full data, full story. Sasa story inasemekana kwamba wale wanafunzi waliweza kumfanyia walichomfanyia mwenzao, na nitakuwekea video hapo utapata kuziona, lakini naweza nikaiweka video moja au mbili kwa sababu walichomfanyia sio sahihi kwa upande wa binadamu. Hata kama mwanamke mwenzako ameweza kukuchukulia bwana wako, lakini sio kwa kumtendea unyama kama huo. Sasa bwana, waliweza kumfanyia kile kitu, na kumfanyia hiyo walichomfanyia, walitaka kumchoma pasi, wakamuingiza kwenye bafu, wakataka kumwagia maji, wakampiga makofi, wakampiga na fagio. Yani walikuwa kiufupi walikuwa wanamfanyia mateso ambayo si nzuri kwa mwanamke kumfanyia mwanamke mwenzake kisa mwanamme. Licha ya hayo yote walimfanyia, wakamkata mpaka na nywele zake. Kwa the way ambavyo nilivyokuwa nikizitizama zile video, mimi sikuweza kuzitizama mwanzo mwisho kutokana na ule ni ukatili na unyanyasaji ambao mwanamke anamfanyia mwanamke mwenzake. Mara nyingi huwa tunaona mwanamume akimfanyia mwanamke unyanyasaji kama ule. So mimi nikashindwa kutizama mpaka mwisho kutokana na the way walichokuwa kimfanyia. Licha ya hivyo kukawa kuna replay nyingi, watu wakawa na nini, kwa sababu huwezi ukamfanyia mwanamke mwenzako vile. Bora angekuwa ni mwanamume ambaye hana mke, hana familia, hana nini, lakini mwanamume mwenyewe pia ana mwanamke wake ambaye alitafuta naye pesa since walipokuwa young mpaka wamekuja kuwa sasa hivi. Yani kiufupi, we mwenyewe unaiba mwanamume wa mtu, then unaenda unampiga mwenzio kisa kakuibia mwanamume ambaye we mwenyewe unamuiba kwa mke wa mtu. Sijui umeelewa? Yani it's just like we mwenyewe ni side chick alafu unampiga side chick mwingine. It's just like kama mtiririko fulani hivi ambao haujakaa poa. Sasa nitakuachia kwanza utizame video, alafu baadaye nitarudi nianze kusomea alichokisema Mheshimiwa Gwajima, lakini pia walichokisema chuo kikuu cha UDSM, kwa sababu wale wasichana pia wapo ambao wanatokea huko. Kwa nini basi zao umeleti? Kwa nini umevua nguo mbele ya mjako? Is your boyfriend? Au unakatana hilo? Is your boyfriend? So why did you do that? What did you do? Are you dumb? I'm talking to you. Answer me. Is your boyfriend? Why did you do that? Kwa nini ulifanya hivyo? Na kubabu mpaka uongea bagi. Ilitokea? Why did you do that? Usimsogelee. Kwa nini? Toa sauti. Umefuata lini? Tarehe 11? Wapi? Sema umefuata lini? Nataka useme umefuata lini? Toa sauti. Umefuata na Mwijaku lini? Umefuata na mpenzi wangu lini? Usishike. Tarehe 11 umefuata naye wapi? Umefuata naye wapi? Hoteli. Hoteli gani? Haina jina. Hoteli zote za simu zako zote zina jina. Wapi? Mlikutana wapi? Mlikutana wapi? Umefuata naye wapi? Nataka kujua umefuata na mpenzi wangu wapi? Masaki. Yeah. Nazipost sasa hivi group la info. Watakao kuwepo, yani acha hivyo. Na post kwa watu kwa kusema na Neema Rubazi. Si unajua story ishafika darasa zima Hapo pembeni. Vua hiyo suruali. Vua hiyo suruali. Melina naomba wewe bwana kelele. Chome, nisikuchome. Mary naomba usinichome Mary. Lina inose wewe. Huku kuna moto.
Mbona msinichome? Chome bwana huyu. Just do it in you. Hapana, hiyo ndio. Binadamu sio kupunguza. Hamna niunguza. Unaoga sasa? Mwanaume mtu hujakoma. Nimechoka. Umechoka? Bado hujakoma kumbe umechoka. Mama, Nipe basi. Unaenda wapi? Huko unaenda wapi? Unaenda wapi? Kaoge. Oga hapo tunataka tukwenda 12 oga. Mpe kisu mami. Mama kisu. Chagua kunyolewa hizo bedi. Mama kisu changu. Mama kisu changu. Nipe kisu. Mama changu. Mimi sijui. Mami nipe kisu. Endelea. Toka. Yeye toka kukasha. Ai. Toka. Toka. Hapo. Sasa atibu wao. Sio kanizo mchi wangu. Hapo. Usikai. Usikai kwenye ardhi yangu. Wewe. Okay, welcome back again. Na tunaendelea sasa. Tunaendelea. Mheshimiwa Gwajima aliweza kutoa tamko lake kwa sababu walio wengi walikuwa wanasubiria serikali inaweza kusema nini kuhusiana na hichi alichokifanya, kwa sababu ni mwanadada ambaye muhusika zaidi namba 1 anaitwa Mary kwa jina lake sahihi, na amerekodi kusudi alichokisema. Mheshimiwa Gwajima alisema kwamba pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote, nimesikitishwa sana kutumiwa video zilizosambaa online zikionyesha tukio la mabinti wanafunzi wa chuo kikuu kimojawapo nchini wakimdhalilisha binti mwenzao. Mwanafunzi wa chuo kikuu kingine, kisa ugomvi ambao wangeweza kuumaliza kwa njia nyingine ya heri na sio shari ile. Ikumbukwe kwamba ni Pasaka, na Pasaka watu wanafurahi, lakini wao wamekuja kuleta masikitiko. Okay, let's continue kwa alichokisema Mheshimiwa Gwajima. Anasema kwamba inasikitisha sana kuona mabinti wasomi ambao wangetakiwa kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Akaendelea kwa kusema kwamba udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote, na pia sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa kwamba akipishana jambo na mwanamke mwenzie au mtu yeyote basi amfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Ikumbuke kwamba yule msichana kama ukitizama video hapo alikamata kisu. Kile kisu alikikamata kwa sababu ya kujiprevent yeye mwenyewe, akiwatishia wenzie kwamba ni bora nijichome kuliko kunichoma pasi, kwa sababu walichotaka kwenda kukifanya ni kumchoma pasi kwenye mapaja yake. Kwa akili zao wakiona kwamba wanataka kumchoma pasi kusudi aache ile tabia, kitu ambacho is not right. Mwanadamu mwenzako unamchomaje pasi? Kama wewe tu ikikuunguza kidogo pasi tu inakuteke unateke action ambayo yani inaumia na maumivu, alafu unaenda kumchoma nayo mwenzio, kitu ambacho hata mimi ningekikemea na nitaendelea kukikemea. Kitu kibaya sana walichokifanya. Sasa hatua ambazo Mheshimiwa Gwajima katika posti yake pia aliziandika, amesema kwamba nimewasiliana na manusura ambapo atapata huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia na msaada wa kisheria ili haki itendeke. Yule mwanamke anaitwa manusura. Kwa hiyo it means that Mheshimiwa Gwajima aliweza kuongea naye direct. Huyo ni mwanamke ambaye anamongelea hapa, ni mwanamke ambaye aliotendewa hivyo vitendo na wanawake wenzie. Lakini pia kwa kuendelea akasema kwamba nitawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. Wito pia akatoa tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za kukatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Kumbuka kwamba kuna wasanii wengi walio reply wakiona kwamba is not right, sio kitu sahihi kabisa kukifanya kitu kama hichi kwa mwanamke mwenzio. Wapo wasanii wakubwa, wapo waandishi wakubwa ambao wali reply, lakini nikisema nianze kukaa mention kila mmoja tutakesha.
Sasa bwana, baada ya kutoka kuongea kuhusu alichokisema Mheshimiwa Gwajima, Mwijaku na yeye alikuwa yupo kimya sana jana, lakini akaamua kutoa reply ambayo reply yake watu wengi waka-comment sana, waka-comment akiwepo Lafon Leonard akamwambia usiku umeingia akili ndio imerudi unaona. Musa Kitale akamwambia Luka ngeni sasa za nini na wewe kwenye mambo ya serious Mwijaku. Unaona watu baadhi maarufu wakamjia juu pia Mwijaku. Alichokisema wakati Adamu anaumbwa alikuwa peke yake. Mungu hakumpa video game acheze kusema litampa campaign. Mungu hakumpa marafiki kusema watampa furaha na kumsapoti, bali alimpa mke ambaye ni Eva ili awe msaidizi wake kwa kila jambo. Hii inaonyesha ni umuhimu kiasi gani kuwa na mwenza wako wa maisha katika hali zote. Marafiki watakuja na kuondoka, watoto watakuja na kwenda kuanzisha familia zao, wafanyakazi wenzako wataondoka, majirani watahama, ila mpenzi wako atabaki katika maisha yako mpaka pale kifo kitakapowatenganisha. Kwa unyenyekevu mkubwa wa kusameheana, iwe kweli au si kweli kukoseana. Nikaendelea kusoma hii ya Mwijaku, ukumbuke kwamba Mwijaku akamention na picha za mke wake. Since wanavyoanza mapenzi, Mwijaku hajanenepa, mkewe hajanenepa, wako nomo, sijui umeelewa, mpaka right now wanakuwa na maisha bora. Always inajulikana kwamba hata kidini yetu sisi tunaamini kwamba lazima awepo mwanamke ambaye atakupiga support since uko chini. Okay, let's continue na Mwijaku akaendelea kwa kusema kuwa hivyo basi tuwapende wapenzi wetu kwa dhati na kuwaepusha ibilisi na vikwazo. Make a solid commitment na usifocus kwenye mahusiano yasiyo na tija yatakayo kufanya umpoteze mke wako na hivyo kuvunja ndoa yako. Lakini pia akaendelea kwa kusema naamini hakuna kitu na hakuna mtu wa kuvunja ndoa yoyote ile, labda Mungu mwenyewe apende, iwe jua au iwe mvua. I love you Alicialism, haijalishi nitaonekanaje, but you are my strength na unajua hilo. Akamalizia kwa quotation ambayo inasema kwamba a successful marriage isn't the union of two perfect people, it's that of two imperfect people who have learned the value of forgiveness and grace. Alimaliza kwa hivyo. Asa mke wake Mwijaku aliichukua hii kama ilivyo, akaikopi akaipaste kwenye account yake, lakini mwanzoni alianza kwa neno la fact. Tukitoka hapo, let's go direct kwanza kabla ya kuendelea na wengine walichokiongea. Let's go direct kwa walichokisema chuo. Sasa chuo kikuu cha Dar es Salaam kikatoa taarifa kwa vyombo vya habari. Kulaani, ikiwa na kichwa cha habari cha kusema kwamba kulaani kitendo cha udhalilishaji na shambulizi lililohusisha wanafunzi. Dar es Salaam 20 April 2025 hiyo jana, chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM kinasikitika na kulaani vikali tukio la kushambuliwa, kudhalilishwa na kudhuriwa kwa msichana mmoja, jina lake bado halijatambuliwa, linalo sambaa kwenye mitandao ya kijamii kupitia picha mjongeo linalodaiwa kuwa wahusika ni wanafunzi. Tayari chuo kinafuatilia taarifa za tukio hilo kwa kiina ili kubaini uhalisia wake na utambulisho wa wahusika. Endapo itabainika kuwa wahusika ni wanafunzi wa UDSM, hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria, taratibu, kanuni na miongozo ya UDSM. Aidha, chuo kitashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa sheria za nchi zinazingatiwa. Lakini pia wakamalizia kwa kusema UDSM inapinga aina yoyote ya ukatili, udhalilishaji au uvunjaji wa haki za kibinadamu ndani na nje ya mazingira ya chuo. Pia UDSM itasimama imara kulinda utu, usalama na hadhi ya kila mwanafunzi na wanajumuiya wengine wa chuo bila upendeleo. Kwa mantiki hiyo, chuo kinatoa rai kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya chuo na maadili ya Kitanzania. Profesa William ALA Anangisie, makamu mkuu wa chuo.
Katika hii posti ya chuo kikuu Gwajima, mheshimiwa Gwajima pia aliweza kucomment akasema shukrani kwa uongozi makini wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM kwa kuongezea sauti kwenye tukio hili. Hakika vyo vyetu ni tunu yetu ya ustaarabu wetu, vilindwe kwa bidii na heshima zote. Sasa Juma Lokole kupitia ukurasa wake aliandika kwamba kwani hao wadada mpaka muda huu bado hawajakamatwa? Akauliza swali. Akasema pia unyama huu hapana kwa kweli. Nimeambiwa kakimbilia Iringa. Sasa msichana baada ya kufanya hilo tukio na kuona kwamba ishakuwa na video zina trend kaamua kukimbilia Iringa. Lakini pia akasema wanawake jamani, Iringa si mbali akamatwe jamani please, yeye na mashoga zake. Mwijaku na mke wake wameshamaliza kitambo, nyie mnaingia kwenye matatizo, chuo chenyewe sijui kama mtaendelea nacho. Yani aliishia kwa kusema hivyo, lakini hakuishia kwa kusema hivyo tu. Aliweza pia kuposti hizo video wakiwa wanamfanyia unyama mwenzao. Inasikitisha sana na inaumiza sana kuona wasichana wanadhalilishana wao kwa wao. Lakini rai kutoka kwangu, jamani wasichana, wanaume tuko wachache, that's right. Hiyo sio uongo, wanawake ni wengi sana. But sio kwa mme wa mtu jamani. Mme wa mtu kweli, unajua kabisa huyu ni mme wa mtu, then shoga yako kaweza kufanya kama alichokifanya, iwe ni true ama sio true kwa walichokifanya, but na wewe pia ni mchepuko, sio wa kumtendea mwenzako kitendo kama hicho. Sijui umeelewa? Na it means that kwa upande wangu mimi, kwa ninavyoiona story ni kwamba anamwambia Mwijaku hakukublock mwanzo, alikublock. Sasa kwa nini ukatumia namba nyingine kumtafuta tena? It means that kama kuna connection baina ya Mwijaku na huyo msichana ambaye alomtendea mwenzake ubaya, kwamba wali contact wakasema kwamba mbona mshikaji wako ananisumbua kama like that. I think kama inaweza ikakaa kwa upande hivyo, ndio huyo akaamua kurudi na kuweza kumfanyia alichomfanyia mwenzake. But to tell you the truth, kama unajijua bwana, uko chuoni unasoma right now, kwa alichokifanya unadhani wataendelea kusoma? No, they are disqualified. Yani hao ndo tayari washatolewa, yani kiufupi chuo hakitaki udhalilishaji tena. So watakachokifanya watafukuza chuo, na mkifukuzwa chuo, what's coming next? Unadhani utaenda chuo chengine utakubalika? No way. Yani hapo safari yako ya chuo ndo inakuwa imeisha. Kabla ya kutenda jambo, we have to think twice jamani. Kabla ya kufanya jambo kwa mwenzio, unatakiwa ukifikirie mara 2, mara 3, mpaka mara 4. Unafikiria hili jambo nikilitenda kwa mwenzangu itakuwaje? Lastly but not least, I am Shikiki akaamua kutoa comment. Naona ndo hii itakuwa ya mwisho kwa sababu wengi sana wameweza kutoa comment zao. Na kupitia Insta story yake aliandika hivi binadamu mnatoa wapi ujasiri wa kumkatili mwenzako kisa mwanaume? Hii imeniuma sana. Hata wale wake za watu wanaonaga wana haki ya kufata mahawara, michepuko wa mume zao na kuwadhalilisha kwa namna yoyote ile. Nasemaje? Ama zangu ama zako. Natamani siku nimtolee mke wa mtu mfano, ili wote mjifunze kuwa na adabu. Kiherehere chako cha kuingia kwenye ndoa kitunyime sisi starehe. I will teach you why a penguin is a bird but can't fly. Si Shikiki ameongea point, but this point imedefend sana watu ambao wapo nje ya ndoa, not ndani ya ndoa. Lakini to tell you the truth, na naweza kukumbushia kwamba yule msichana Mary ni video vixen bwana, kama mlikuwa mjui, na alishawahi kuwepo kwenye video ya J Melody wa pekee. Ngoma ya wa pekee ukienda kuicheki utaweza kumkuta yule mwanadada, ushanielewa. Na kitu ambacho alichokifanya ni distract career yake. Hakuna, sidhani kama kuna msanii right now anaweza akamchukua akamuingiza kwenye video yake. No way. Hakuna chuo ambacho kitakachomhitaji sasa hivi. No way. So kitu ambacho alichokifanya ni to distract career yake na pia kuidhalilisha familia yake. Kama unataka kucomment kuhusu issue yoyote, kuhusu hii issue inayoendelea, unaweza kutudondoshia comment hapo chini kupitia account yetu ya TNCTZ. Mimi namalizia kwa design hiyo. Wanawake, be careful kwa unachokifanya. Think twice before do it. Fikiria mara 2 kabla hujakifanya. Ulikuwa nami bin_Yusuf. Usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya TNCTZ. Maana kusubscribe utaweza kujipatia trending zote zinazoendelea hapa. See you until the next time.